Taarifa zetu za matibabu zinaonyesha takriban 20% ya watoto wachanga wanaozaliwa hapa Bugando huwa na shida ya moyo na nusu ya hawa wanahitaji matibabu ya upasuaji. Kutokana na uhaba wa vifaa vya upasuaji wa moyo, huwa tunalazimika kuwatuma JKCI. Taarifa zinaonyesha kuwa wastani wa watoto 20 hupelekwa JKCI kila mwezi, ambapo sio wote wanaweza kwenda kutokana na sababu mbalimbali kama uhaba wa fedha na kutokuwa na bima ya uhakika ya matibabu, hali inayopelekea vifo ambavyo vingeweza kuepukika kama matibabu yangepatikana kwa wakati. Tangu mwaka 2007, takriban wagonjwa 2000 wakiwemo watoto na watu wazima wamenufaika na huduma za matibabu ya moyo kwa mwezi katika kliniki yetu hapa Bugando. Kwa idadi hii ya wagonjwa, wasipopata matibabu kwa wakati, huishia kupata changamoto zaidi na moyo hushindwa kufanya kazi. Sambamba na hayo, huduma za kitibabu zinazotolewa katika kitengo cha matibabu ya moyo cha watoto ni uchunguzi wa watoto wenye magonjwa ya moyo ya kuzaliwa, na kwa Kiingereza tunasema congenital cardiac defects, au yaliyopatikana baada ya kuzaliwa, kwa jina lingine yanaitwa acquired cardiac defects. Tangu mwaka 2024 hadi sasa tumekuwa tukifanya upasuaji wa matundu ya moyo. Upasuaji huu unafanywa na timu ya wataalamu wetu waliopata mafunzo. Miaka 8 iliyopita tulifanikiwa kufanya upasuaji wa moyo wa wazi, kwa Kiingereza unaitwa open heart surgery, kwa zaidi ya wagonjwa 100. Lakini kwa sasa upasuaji huu umesimama kutokana na changamoto ya ukosefu wa vifaa tiba vinavyoweza kufanya upasuaji huu, ikiwemo mashine inayoitwa hitakula, mashine za uchunguzi na kutibu, kwa jina lingine inaitwa cath, na upungufu wa rasilimali watu. Pamoja na uwezo wa wataalamu na vifaa ambavyo vimetuwezesha kufanya kazi hii kwa kipindi hicho, taasisi ina upungufu wa maabara ya tiba, kwa jina la Kiingereza inaitwa catheterization laboratory. Uwepo wa maabara hii utapunguza rufaa za kwenda JKCI Dar es Salaam na kuokoa maisha ya wagonjwa wengi. Uelewa mdogo wa jamii kuhusu matibabu ya moyo pamoja na utambuzi wa magonjwa ya moyo katika vituo vya afya nchini bado uko chini, hali inayopelekea wagonjwa wengi kuletwa Bugando wakiwa wamechelewa. Katika kuadhimisha siku ya moyo duniani, tunapenda kuangazia changamoto hizi katika upatikanaji wa huduma za afya kwa wagonjwa wa moyo. Pia tunapendekeza yafuatayo katika utoaji wa huduma kwa wagonjwa hawa. 1. Kufanya mafunzo endelevu na uwezeshaji wa upimaji wa moyo katika vituo vya afya ili kuzuia changamoto zinazosababishwa na kuchelewa kufika katika hospitali ya rufaa. 2. Kujumuisha huduma za moyo katika utoaji wa huduma za afya. Na mwisho, kuendelea kuelimisha jamii juu ya magonjwa ya moyo. Lakini tunasisitizwa kuepuka kutumia vilevi au tumbaku, kuepuka uzito mkubwa kupita kiasi, kula mlo unaohitajika, kula matunda na mboga kila siku, kufanya mazoezi kama ambavyo tumefanya leo, lakini pia kupunguza uzito kupita kiasi, na vyakula vyenye mafuta, chumvi pamoja na sukari kwa wingi, pamoja na usinywe pombe kupita kiasi. Hayo ni moja ya mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya. Lakini pia tunasisitiza kwa mama wajawazito, mara anapojigundua ni mjamzito,
afike kwenye vituo vya kutolea huduma za afya kwa ajili ya uchunguzi wa awali, ili tuweze kugundua wale watoto ambao wana matatizo angali bado wako tumboni na kuweza kufanya maandalizi au matibabu mapema, na pia uchunguzi kwa mama ili kuzuia magonjwa hayo kwa watoto ambao watazaliwa. Wagonjwa wa moyo wanaotibiwa hapa zaidi ya 2000 kwa mwezi. Kwa hiyo maana yake changamoto ya magonjwa ya moyo yapo. Kwa hiyo tusijifiche katika nyumba zetu, tujitokeze tupate vipimo, lakini pia tuanze matibabu kwa sababu wataalamu wapo. Bora ni yule ambaye anakubali matokeo, na akishakubali matokeo anajua njia bora za kuishi na changamoto alionayo. Tufanye uchunguzi ili tuweze kubaini, ili yale ambayo yana chanjo na yanatibika yaweze kutibika mapema. Tatizo la moyo kwa watoto ni kubwa sana. Kwa wiki tunaona watoto kati ya 20 mpaka 40 na tunaweza kuona kati ya watoto 200 mpaka 240. Kwa tatizo ni kubwa sana, na kati yao tunawaona ambao wanakuja kwa ajili ya huduma ya moyo kwenye hospitali yetu, tunakuta kati ya 40% mpaka 50% wana changamoto za moyo. Kwa hiyo tatizo ni kubwa sana, na matatizo yapo ya moyo ya kuzaliwa, lakini pia mengine yanaweza akapata tu kwa sababu ya ugonjwa kama magonjwa mengine. Uchunguzi hatujawahi kufanya kwa kina sana kuhusu sababu, kwa sababu sababu zinatajwa kwenye kisayansi ni nyingi sana, ikiwemo hali ya kimazingira, ikiwemo hali ya maambukizi, mama akiwa mjamzito kama hapati huduma inavyostahili, ikiwemo hali duni ya lishe. Zote hivyo tunaweza kupelekea hali ya kupata changamoto za moyo, lakini pia hali ya kijenetiki ambayo tunasema ni hali ya kurithi. Yote hivi vina mchango mkubwa katika kuleta changamoto za moyo kwa watoto, na kuna wakati mwingine watoto wanazaliwa na changamoto za kimaumbile. Kwa hiyo vyote hivi vinaweza vikapelekea shida kwa mtoto kuzaliwa na changamoto za moyo. Lakini kwa wale wakubwa ambao wanapata baadaye, wanaweza wakapata kwa sababu wamepata maambukizo kwenye njia ya koo. Baadaye maambukizi yanaweza yakaenda yakaathiri moyo, yakaathiri magoti, yakaathiri ubongo, yakaathiri ngozi. Kwa hiyo vyote hivi pia vinaweza kupelekea shida. Kwa hiyo inawapata sana wale watoto ambao wanakuwa hawapati huduma bora na mfuatilio wa afya kwa ukaribu sana. Kwa hiyo kwa kifupi ni kama hivyo. Kwa hiyo tunashauri mtu akiumwa kupata wadudu kwenye njia ya koo, ni vizuri akawahi hospitali mapema, kwa sababu tunavichukulia kama vitu vidogo, lakini baadaye vinaenda kuleta madhara makubwa sana kwenye afya ya moyo wa mtoto, lakini pia hata watu wazima. Kwa majina naitwa Dorcas Isaac Msango, mzazi wa Jackson Marimi Jondo ambaye ni mtoto mwenye shida ya moyo. Nilimgundua baada ya kujifungua mtoto, mapigo yake ya moyo yalikuwa yanaenda kasi. Baada ya hapo nilichukua hatua za awali ya kufikisha hospitalini. Alipokuja kupimwa akagundulika akiwa na shida ya moyo, AP window pamoja na PDA. Niliendelea kumleta Bugando. Baada ya hapo alipewa transfer na kwenda Muhimbili. Muhimbili madaktari walijitahidi, pia akafanyiwa upasuaji mkubwa wa moyo. Baada ya hapo mtoto wangu anaendelea vizuri mpaka sasa. Nawashukuru sana madaktari wa Bugando na madaktari wa Muhimbili pia, na wafanya kazi kwa pamoja kusaidia kijana wangu mpaka leo anaendelea vizuri. Na washauri wazazi wanapopata changamoto kama hizi za watoto, wawaishe moja kwa moja hospitalini. Wasiwe na zile tamaduni za kwamba mtoto labda amerogwa na wapelekwa kwa waganga wa kienyeji. Watakapowafikisha mapema kwenye huduma, basi madaktari watamuokoa mtoto, kuliko ile umekaa umezunguka kwa waganga, baadaye unakuja kufika hospitalini mtoto hali yake imezidi kuwa mbaya, mwisho wa siku unampoteza mtoto. Kama sisi kanda ya Ziwa, laiti tungelikuwa na sehemu ambayo watoto wetu wanafanyiwa hapa kuliko kwenda Muhimbili, kwa kweli tunapoteza gharama kubwa na huduma zinakuwa kule hafifu. Lakini pale ambapo kungekuwa labda na huduma zetu hapa, madaktari wetu wangeweza kutufanyia sisi,
kuliko zile gharama za kusafiri kwenda Muhimbili. Changamoto pia tunazipata, unaweza ukaenda ukarudishwa alafu ukaenda tena, lakini kumbe hapa labda kungelikuwepo na uwezekano wa kufanyiwa hapa, basi watoto wetu wangekuwa vizuri zaidi na pia tungepunguza gharama za kuzipata sisi wazazi. Mwalimu Joseph Robert ni mkazi wa Shinyanga. Mtoto wangu nilibaini tatizo hili mara tu baada ya kuzaliwa, hasa akiwa na miezi 6. Amezaliwa, afya yake ikawa haiendi vizuri, afya dhaifu. Tembea katika hospitali zetu za huko wilayani kwetu niliko, wakawa anatibiwa, lakini mwanzoni madaktari wakawa wanagundua kwamba wanasema anasumbuliwa na pneumonia. Lakini baadaye nimekuja kupeleka katika zahanati moja, daktari akanishauri kwenda hospitali ya mkoa, kwani nikaenda wakanitibu kwa Shinyanga. Baadaye naye akagundua kwamba ni tatizo la pneumonia, baadaye wakaniambia nirudi. Nilivyorudi hapo ni mwaka 2013. Maana hapo mtoto amezaliwa mwaka 2012, mwaka mmoja ambao nimetembea naye nikiwa na mtibu wakisema pneumonia. Lakini 2013 mwezi wa 6 daktari mmoja hapo mkoa wa Shinyanga akawa amegundua kwamba ana shida ya moyo. Wakawa wamempima, baada ya kumpima akaona moyo wake uko na changamoto, uko umepanuka, uko kwenye mbavu. Baadaye wakanipa referral ya kuja hapa Bugando kwa ajili ya uchunguzi zaidi. 2013 hiyo mtoto akaanza vipimo Bugando, lakini mwezi wa 12 mtoto wangu akawa amefanyia operation na Dr. Godwin na madaktari bingwa walikuwa wametoka Israeli. Kwa mtoto anaendelea vizuri. Mtoto mpaka sasa afya yake anaendelea vizuri. Kweli kulingana na hali ya kijana wangu au mtoto wangu alivyokuwa nayo na walionayo watu huko mtaani, wapo watoto wa aina hiyo ambapo baadhi ya wazazi bado hawajaamini sana kwamba kuna watoto ambao wanasumbuliwa na matatizo ya moyo. Unajikuta mtoto anaendelea kumtibu katika matibabu yetu ya asili na wanaendelea kuwaumiza watoto wao. Jamii iendelee tu kuelimishwa kwamba mara unapogundua watoto, hasa mtoto anaonekana afya yake bado ni dhaifu, kumbe kuna shida katika moyo. Kuna shida ambao mapigo ya moyo yanakuwa yanaendelea na kusababisha mtoto katika ukuaji wake uwe sio mzuri. Kwa jamii tunaishauri mara baada ya kuwabaini watoto wenye changamoto za kiafya, wawaishe hospitalini mapema kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa awali na kuweza kuendelea na matibabu.